Kwa majina naitwa Isa Ramadhani Mwaja, katibu umoja wa vijana Bavicha mkoa wa Pwani. Leo meseji yangu juu ya makamu mwenyekiti wetu wa chama John Heche, kwa yale ambayo yanayoendelea mtandaoni na ndani ya chama, ya kwamba anatumia vibaya mamlaka na madaraka aliyopewa na wanachama. Anatumia vibaya rasilimali fedha za chama, anatumia mamlaka kwa maslahi yake binafsi, kinyume na katiba ya chama inavyotueleza. Nisingesema hivyo. Sisi vijana ndio taifa la kesho na ndio waijenga kesho bora. Sasa tukiwa kama vijana, hatuwezi tukakubali kuona kwamba chama kinaenda kupotea kwa baadhi ya viongozi ambao wapo katika chama kwa maslahi yao binafsi. Wanaendesha vyama, wanatumia nguvu ya chama kwa maslahi yao binafsi. Hii si haki, na kama vijana haturidhishwi nao mwenendo unaendelea kwa mheshimiwa wetu makamu mwenyekiti John Heche. Nikiwarudisha nyuma kidogo kwenye kumbukumbu kihistoria, 1995 uchaguzi uliofanyika Tanga, kipindi anachaguliwa mheshimiwa Mtei, nadhani kikao hakikwisha, na kipindi hiko leo hii kijana aliyekuwa kijana wa zamani mheshimiwa Mbowe alizima umeme katika kikao, na lengo nini? Kunusuru chama. Laiti angeacha kile kikao kiendelee, maana yake chama kisingekuwepo enda mpaka sasa. Lakini kwa kuwa alikuwa ni kijana shupavu na alikuwa anahitaji kuijenga kesho bora kupitia Chadema, aliweza kuyafanya yale. Kwa kuwa na sisi ndio warithi wa hiki chama kutoka kwa waliotutangulia, na sisi ndio viongozi wakubwa wa baadaye, lazima kwa hiki kinachoendelea, lazima na sisi tutoke tukikemee, na haturidhishwi nacho kabisa kama vijana, kwa sababu tunakwenda kukiua chama kwa muktadha huu. Sasa basi, ombi langu moja kwa mheshimiwa, nikiwa hapa kwa niaba ya vijana Bavicha mkoa wa Pwani, Mheshimiwa John Heche, kwa kile kinachoendelea, kwa zile tuhuma zinazomkabili, apishe uchunguzi, yaiachie mamlaka ifanye kazi yake. End of the day tabainika ukweli uko wapi. Lengo ni kukinusuru chama, kwa sababu tusipofanya hivi tutakuwa na maswali mengi sana ya kujibu chini, kwa sababu nakumbuka vizuri katika uchaguzi aliahidi hatashusha fedha chini ngazi ya majimbo, fedha hizi kwa ajili ya kwenda kukijenga chama. Lakini mpaka sasa, leo hii nikiwa kama kiongozi katibu wa Bavicha mkoa, napata maswali mengi sana juu ya hizi fedha ambazo ziliahidiwa kila jimbo, kila mwezi zitakuwa ziwafikie, lakini hazifiki. Tunakosa la kujibu kwa sababu zimezuiliwa tu sehemu kwa fulani kwa ajili ya mtu maslahi yake binafsi. Maana yake hapa hatujengi chama, bali tunakiua chama. Na ndio maana leo hii tunafanya press hii kama vijana, kwa lengo kubwa la kuhakikisha chama kinarudi katika mwelekeo wake, chama kisonge mbele, chama kiwe imara. Na uimara wa chama lazima tuwe na viongozi waadilifu. Tunapokuwa na viongozi waadilifu, hata hao waliokuwa nyuma wanaotufuata wanakuwa na tumaini kubwa na imani kubwa kwa chama chao. Leo hii tunakosa la kuwajibu. Mimi mkoa wa Pwani na majimbo 9 na kata 139, hawa wote wanasubiria ruzuku ziwafikie ili waweze
kuhakikisha chama kinasonga mbele. Sasa kama ruzuku tunahaidiwa na hazifiki, tunawezaje chama kukifanya kiwe hai huku chini? Na msingi wa chama ni chini. Sisi ndio tunafanya kazi, sisi ndio tunahifadhi wanachama. Msingi wa chama ni chini. Kwa hiyo ningependa tu kusema kwamba Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa haya yanayoendelea, kwa nia njema tu kwa ajili ya chama, pishe uchunguzi, mamlaka zifanye kazi yake. Nadhani kama kuna maonevu atakuwa kwa upande wako yapo, utapata haki yako. Nadhani kama kuna ambalo liko hili linalozungumzwa lipo kama tunavyoona uhalisia, basi nadhani pia utapata haki yako. Kimsingi tu kama una nia mzuri na chama, pisha uchunguzi uendelee, mamlaka usike ifanye kazi ili chama kisimame imara. Na la mwisho, hili ni ombi. Ningependa kuiomba serikali yetu tukufu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Unajua haya yote yanaendelea kwa sababu kiongozi wetu yuko ndani. Wanasema wenyewe wahenga kwamba kuondoka kwa paka, panya utawala. Kwa kila panya anakula kile anachokitaka pasipo kufuata utaratibu. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi ndio vijana na tuna imani kwamba taifa hili linajengwa na vijana. Na leo hii tunavyozungumzia amani ya nchi ni sisi vijana. Tunavyozungumzia usalama wa nchi ni sisi vijana. Na tunapokuwa na vijana waliokuwa bora, ndio tunaitengeneza nchi iliyokuwa bora kesho yetu. Na ndio tunaitengeneza kizazi bora kesho yetu. Na wewe ndio walezi wa vijana wote katika taifa hili. Nikiwa kama kiongozi wa vijana Bavicha, ni kuombe Mheshimiwa, utuachie kiongozi wetu aje kurudisha imani na kuweka sawa pale palipokuwa panakosewa. Mimi na imani haya yote yanafanyika kwa sababu hatuna mlezi. Na siku zote anasema mtoto anapokosa mlezi lazima atakuwa chokola. Na ndio hiki kinachoendelea kwa sasa. Haya yote tunaomba Mheshimiwa kwa serikali yako tukufu, na tunaamini kwamba sisi vijana ndio tunaitengeneza nchi hii, ndio tunaijenga nchi hii, ndio nguvu kazi, ndio tunaifanya kazi, ndio tunaizalisha. Lakini tunaelewa kwamba siasa ni sehemu ya fursa kwa vijana, siasa ni sehemu ya maendeleo katika taifa, na siasa ndio muktadha mzima wa tunasema ndio msingi wa maendeleo katika taifa. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa na serikali yako tukufu, utuachie Mheshimiwa wetu Mwenyekiti Tundu Lissu ili haje. Tuna imani kwamba uwepo wake yeye haya yote yasingetokea, ingekupo yupo. Tuko naye leo hii anafanya kazi za chama, lakini kwa kuwa kwa sasa yuko na kesi ambayo inaendelea, na ndio maana leo hii haya yote yanaendelea, kwa kuwa tunakosa mlezi, tunakosa mtu wa nidhamu, kwa sababu tuna imani naye kwamba uwepo wake lazima nidhamu ziwepo, uadilifu. Leo hii uadilifu umepotea kwa sababu hatuna kiongozi. Mimi awali juu ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii na kwa fursa hii niliyoipata. Nadhani yatafanywa kazi yale ambayo nimeyazungumza hapa. Nashukuru sana.